Bwana, unaambiwa Young Africans inataka kuwa kama klabu ya Real Madrid, FC Barcelona, National Ahli, Wydad Casablanca na vilabu vingine vyote ambavyo vilijizatiti kufanya mabadiliko makubwa sana katika kuleta mabadiliko chanya ya timu. Yes, leo report tunapata kwamba Young Africans kuna hili swala ambalo limekuja la maamuzi yao magumu ambayo wamekuwa wakiyafanya. Wamekuwa na maamuzi magumu na mabadiliko magumu sana ambayo wamekuwa wakiaminia katika kufanya mabadiliko yao. Hii inawapa mushkil na kuwabeba sana katika maendeleo yao na ufanisi wa utekelezaji wa mipango mikakati yao kwa ukubwa zaidi, kwa sababu tayari siku hii ya leo wanapata ugeni mkubwa ambao unaleta mabadiliko chanya, ukizingatia rais wa virabu barani Afrika anatoka katika klabu yao ya Dar es Salaam Young Africans ambaye ni Engineer Hersi Said. Kwa hiyo kama anatoka kwenye klabu yao tayari ameshatengeneza urafiki mkubwa sana na vilabu vingi sana. Sasa ukiachana kuweka urafiki na vilabu vingi, pia ameshaweka urafiki na mataifa mengi yenye fedha na wadhamini wengi wenye fedha. Kwa hiyo mpaka hivi sasa Young Africans inaweza ikawa mikononi salama sana, kutoka kwenye mikono ya Gharibu GSM kwenda mpaka kwenye mikono ya Waarabu ambao ni watu ambao wakiweka fedha mara nyingi hawaangaliagi nyuma. Wamekuwa watu bora sana katika utekelezaji wa mipango yao, lakini wamekuwa watu bora sana katika utekelezaji wa mikakati yao. Hiki kitu kinawapa sana ile tension na jeuri kubwa ya kuweza kuwafikia malengo yao, kwa sababu tayari wameshajidhihirisha kwamba wao ni klabu ambayo ina mafanikio na wanahitaji sana fedha zaidi katika kujikimu na kuitengeneza haiba yao. Ndio maana Young Africans mpaka hivi sasa utahitaja ni klabu ambayo mafanikio yake yametokana na maendeleo yake binafsi. Imejiendeleza vizuri, imejikomboa vizuri na imejipa ubora wa hali ya juu kwa uzuri zaidi. So unaweza kuwataja kama klabu ambayo ina mafanikio kwa sasa. Ni klabu ambayo yani niseme ni klabu ambayo maendeleo yake yamekuwa mazuri kuliko ambavyo watu wengi wanafikiria. That's why we say that Young Africans kwa sasa ipo juu. Gharibu GSM akiachia klabu ya Yanga, sio kwamba atakuwa mbali na Yanga, hapana. Anaweza akaendelea kuwa kama sehemu ya mdhamini, lakini au akawa mdhamini wenye asilimia zake, lakini pia mdhamini mwingine kama mwenye asilimia zake. Waarabu wana fedha sana. Waarabu wanaweza kuifanya Young Africans ikawa timu ambayo ni ya kihistoria, kwa sababu Waarabu wana miradi mingi sana na biashara zao zimeenda mbali sana. Mara nyingi wanavyoshikiliaga timu wanahakikishaga inakuwa ni timu ya viwango vya juu mno. Ndio maana mfano mzuri ukiangalia Piramidi ambayo imetengenezwa au imeanzishwa 2006 mpaka hivi sasa ni klabu ambayo ni tishio barani Afrika, lakini pia ni klabu ambayo imekuwa na muonekano na mvuto zaidi katika anga la kimataifa. Ni klabu ambayo imekuwa inajiweza zaidi kuliko klabu yoyote barani Afrika. Kwa nini? Kwa sababu fedha ipo, utendaji wake upo, mali zipo na wachezaji wapo, wakina Fiston Kalala Mayele, wakina Mohamed Chibi, watu ambao wanaifanya kazi kweli kweli kwenye mapambano yao. Kwa hiyo hii inadhihirisha kwamba Young Africans wakijiweka au wakijitengeneza katika ubora mzuri, hakika hakuna ambacho kitashindikana kwenye uwepo wao, kwa sababu tayari watakuwa wameshaonyesha ni kwa namna gani wanaweza kupambana katika mizunguko yao. That's why nasema kwamba unapokuwa na klabu ya yenye udhamini mkubwa kama huo, lazima utafika mahali fulani. Imagine kwamba Young Africans klabu kubwa kama hii mpaka hivi sasa unaambiwa haijawahi kuchukua taji la ligi ya mabingwa barani Afrika. Hii inashangaza sana. Hata wadau wengi wa michezo mara nyingi wanashangaa kwa nini Young Africans mpaka hivi sasa haijafikia kiwango ambacho imeshafikia mpaka hivi sasa Al Ahly au Piramidi. Hii ni kwa sababu gani? Kwa sababu udhamini pia unakuwa mdogo, fedha inakuwa ndogo, fedha haitoki. Sasa kama fedha haitoki, you think that wanaweza wakapata maendeleo ambayo wanayahitaji? Hicho kitu kinakuwa hapana, kwa sababu moja, mafanikio lazima yaambatane na kiwango cha fedha ambazo mdhamini anakuwa ameweka, kwa sababu mdhamini kile ambacho anakiweka ndio zao kubwa la wachezaji. Kwa hiyo kwa msimu huu Young Africans wanaamua kufanya mabadiliko makubwa sana au mageuzi makubwa ya kimpira, wakiendelea kutengeneza kazi nzuri, wakiendelea pia kutengeneza
wachezaji na kufanya sajili ambazo ni kubwa zenye maana zaidi. Sasa sajili hizo wanazitengeneza vipi? Lazima fedha iwepo bro, yaani fedha ya usajili iwepo, lakini pia fedha ya kuwekeza iwepo, ili kuhakikisha kwamba timu kama timu inakuwa katika viwango vya hali ya juu mno. Timu kama timu inajiweza katika namna tofauti tofauti, yaani timu sio iishie tu kwamba kuitwa timu, lazima timu isimamie misimamo yake mikubwa. Kwa hiyo Falme za Kiarabu wapo tayari kukutana na Dar es Salaam Young Africans, wapo tayari kuifanya Yanga kuwa Catherine ndogo, lakini pia kuwa klabu ya kihistoria zaidi, na wapo tayari kuhakikisha kwamba Young Africans msimu huu anakuwa klabu namba 1 barani Afrika kwa mikakati na utendaji na utekelezaji. Lazima Young Africans isimame kama klabu ambayo ipo kimaslahi zaidi. Achana na ile kusema kwamba timu ya wananchi basi itamilikiwa na wananchi. Timu ni hapana. Ni kweli inaweza ikamilikiwa na wananchi tu, lakini sasa kuna baadhi ya vitu haitafikisha. Leo unamtaji mchezaji kama Allende, Marcelo Ivan Allende. Je, una uhakika kwamba unamtaka mchezaji kama Allende unaweza kumpata kupitia wanachama? Huwezi ukampata, kwa sababu fedha is needed to accomplish mission. So kama pesa inahitajika, lazima mpango mkakati ukamilike haraka sana. Kama mpango mkakati ukikamilika, klabu itaondoka. Ndio maana situation ambayo inatengenezwa na FIFA mpaka hivi sasa ni kuruhusu wadhamini kuwa zaidi hata ya wawili, kitu ambacho kinaweza kuifanya klabu kama klabu kusimama, klabu kama klabu kuwa katika ubora wake, klabu kama klabu kujiweza, na klabu kama klabu kuishi kama timu ambayo ina mafanikio makubwa. Hii inaleta motisha, na hii itafanya klabu iweze kujisimamia, lakini pia klabu iweze kuwa na uwezo wenye ubora wa hali ya juu. Ndio maana utakuja kuangalia timu kama Piramidi zinapata mafanikio. Kwa nini? Kwa sababu tayari zina udhamini wa uhakika, fedha ipo. Ina maana sio kilio chao, sio majonzi kwao. Ina maana kila siku au kila wanayemtaka lazima atafika kwa wakati, kwa sababu tayari wameshakuwa na uwekezaji mzuri, na itakuwa tayari wameshakuwa wamejiweza kwa namna yoyote ile. So hii inaleta faida, lakini pia hii inaokoa kwa namna moja ama nyingine kwenye maendeleo ya mpira wa miguu hapa nchini Tanzania. Kwa hiyo Young Africans wanachoenda kukifanya kina matokeo chanya moja kwa moja ndani ya kikosi, na hakiwapunguzii umri, bali kitaongeza thamani ya timu na mafanikio yatakuwa makubwa sana, kwa sababu tayari ina uongozi wa mpira. Engineer Halsaidi anaujua mpira, Ali Kamwe anaujua mpira, Privadinho anaujua mpira, Al Watan anaujua mpira, yani of course in general